الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. آل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن محارمه والالتزام بما أمر به، فإنه لقد فاز المتقون. Waja kwa Mwenyezi Mungu na kuhusieni nafsi yangu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kufaulu kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fi muhkami kitabi wa huwa al-Qur'an al-Karim, baada a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. عباد الله، Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhusia kuwa ni wenye kushikamana pamoja katika aya hii, wa'tasimu bihablillahi jamia, yani hablullah, kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni dini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alishindikiza aya hii na maneno yake aliposema kwamba inni tarikum fikum athqalain kitab Allahi wa itrati ahla baiti. Katika hadithi hii nasi zingine wanasema hablum mamdudun minas sama. Kwa hivyo ni hablun, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hii aya wa'tasibu bihablillahi jami'an. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi hii kwamba hicho kitabu cha Mwenyezi Mungu na watu wake hablun minallahi au minas samai ila al-ardh, ni kamba ya Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni mpaka kwenye ardhi, katika nasi ya hadithi nyingine. Kwa hiyo kuna uwiano wa aya hii na hadithi hii. Maana yake ni kwamba hablun ni maamrisho na sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yale mafunzo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alitufundisha. Kwa sababu gani? Anasema kwamba lau mtakuwa ni wenye kushikamana na hii kamba ya Mwenyezi Mungu, yani maana yake Qur'an na mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wa sallam na mafunzo ya Ahlul Bait alayhi salam, wale warithi ambao Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndio aliyewaachia muongozo ule ambaye Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa hana shaka kwamba atatokea mtu labda kuelekeza na kufundisha kinyume na Mwenyezi Mungu na kinyume chake yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Asema hiyo ndiyo kama ambayo watu wakishikamana nayo basi itakuwa wameenda kwa matakwa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kwa sababu gani? Katika kufarikiana madhara yake nini? Madhara yake ni kwamba tafarruku yoyote inaleta udhaifu. Tafarruku yoyote katika jamaa
inaleta udhaifu. Na ndio maana katika hadithi nyingine anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba inna Allaha ma'al jamaa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale wengi ambao wameshikamana katika haki. Sasa kwa hivyo wala tafarraqu, wala msiwe ni wenye kufarikiana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba anawakumbusha kwamba wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati gani? Wakati kabla ya Uislamu, wakati kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hatari kubwa, adui mkubwa katika umma ni ile dhalala, kutokufuata sheria, kutofuata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio potofu mkubwa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan, kwamba la kwanza kabisa wakati ule ambapo nyinyi mlikuwa maadui. Kwa hivyo uadui unatokana na watu kutoafikiana. Yani adui mkubwa wa jamii ni kufarikiana na kutoafikiana. Na hapo ndio kunajengeka nini? Uhasama, kunajengeka uadui, kunapelekea watu kujibagua. Watu huanzia mbali katika kujibagua. Kwa mfano mathalan inaonekana kufarikiana kwa watu hata katika nyumba moja. Lao mzee anakuwa labda pengine ana wake wawili, kama hawatakuwa ni wenye kuelewana mwanzo hao wake wawili peke yake, wataleta usumbufu mkubwa sana katika boma lile. Nini? Kwa sababu hawako kitu kimoja. Kisha inatoka hapo inakuja kwa watoto. Watoto kama hawatakuwa kitu kimoja bali na watoto wa mama yule au mama yule, hapo kutakuwa nakama, yani balaa katika nyumba hiyo. Na kuna uwezekano ukaona kwamba hata mauaji yanatokea. Utashangaa kuona kwamba vipi hawa ni watu wa familia moja, hawa ni watu wa baba mmoja, hata kama mama ni tofauti lakini baba ni mmoja. Sasa kwa nini wafikie hatua ya kubughudhiana na kuwa na uhasama kiasi hicho? Nini? Ni kwa sababu ya kutengana. Inatoka hapo, inatoka katika nyumba ya familia ya wazazi, nyumba ya baba mkubwa, nyumba ya baba mdogo. Watoto hawa ni familia moja, ni watu ambao ni wababu mmoja kwa watoto, lakini inafikia mahali kwa sababu ya kutokuwepo na ule ushirikiano wao, ni kwamba wanakuwa na uadui kiasi cha kwamba watoto wa familia ya huyu ambao ni ndugu hao hawaelewani na familia hii, hawana ushirikiano kabisa. Inafikia mahali watu wanauana kwa sababu baada ya kutengana kunatengezeka uadui. Hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kumbukeni ile neema, ambapo Waislamu mara nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha na hili kila mara, maana Qur'ani ndio hablun, wa'tasimu bihablillahi jamia. Na hiyo Qur'ani inatufundisha, inatuelekeza kwamba watu wawe kitu kimoja, tusiwe ni wenye kutengana. Asema kwamba kumbukeni ile neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati ule kwamba mlikuwa maadui nyinyi, idh kuntum a'daan. Na kweli ukisoma historia, si katika historia ya Waarabu tu, bali historia ya nyuma ya ujahilia, watu wamekuwa wakiishi namna gani? Tunaanza familia, tunafika kwa nyumba, alafu tunaingia kwenye ukoo, kabila moja, lakini sasa sisi ni ukoo fulani, hawa ni ukoo fulani.
Alafu tukitoka kwenye koo tunaingia katika jamii, katika kabila. Sasa mimi ni kabila fulani, huyu ni kabila fulani. Inakuwa uadui ule unatoa ushirikiano, unatoa kuhurumiana, na hufikia mahali binadamu yule akawa anayafanya afadhali mnyama, afadhali wale wanyama ambao tunawaona porini kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu anayafanya makuu ya ajabu. Mwanadamu anapojenga uadui, hususan kwa binadamu mwenzake, inakuwa ni zaidi ya mnyama kwa mnyama mwingine. Uadui wake ni zaidi ya mnyama ambaye hana akili mnyama, lakini unakuwa ni hatari zaidi. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, kumbukeni neema ile wakati nyinyi mlikuwa maadui, watu wanafikia mahali wanauana. Ushawahi kumuona mtu kwa maumbile yake ya ubinadamu anamsubiri mtu mwenzake binadamu kwa silaha, aidha ana bunduki au ana kisu au ana panga ama ana gongo, lakini hasubiri kitu kingine, anasubiri binadamu mwenzake. Yani ile huruma ya kuwa ya ule ubinadamu wa kimaumbile na kwa hakuna. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba katika Uislamu ni neema. Uislamu ni neema, ni neema Uislamu. Wakati watu wanafuata ule Uislamu, ile neema inaonekana. Kwa sababu gani? Uislamu una mafunzo ya kuwa innamal mu'minuna ikhwa. Mwanzo waumini wote, wewe ni Muislamu kwa Muislamu mwenzako ni ndugu. Yani kwa nini ikatumika neno ikhwa? Kwa sababu kimaumbile katika ubinadamu, katika jamii, wana uhusiano katika darajati. Ule uhusiano wao wa ukaribu unakuwa katika daraja. Kwanza kabisa, mtu yoyote anakuwa ana mapenzi ya hali ya juu kwanza kwa mzazi wake. Anakuwa na mapenzi, hawezi kuridhia kukubali mama yake akumbwe na shida yoyote au mtu mwingine kumfanyia madhila yote. Daraja ya kwanza kwa asasi, baba na mama. Hivi ndio maumbile. Ikitoka kwa baba na mama inakuja kwa mtu nduguye, kwamba mtu wa kwanza aliye karibu katika baada ya wazazi katika nafsi ya mtu ni ndugu. Na ndio maana Waswahili wakasema kwamba usiingilie vita vya ndugu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata kama watakuwa wanazozana, lakini elewa kwamba kuna nukta hapo ya mafungamano baina yao ambao ni ndugu. Ukachukua jiwe wewe ama kiboko ukampiga mwenye anapigana naye, atakuuliza yeye, wewe unampigia nini huyo? Na walikuwa wanapigana. Kwa hiyo dakika za mwisho anakuambia yanakuhusu nini wewe? Wote watarudi kwa sababu wana ile udugu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia innamal mu'minuna ikhwa. Na ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia hakika waumini ni ndugu. Kwa sababu gani? Huruma inaanza katika undugu. Ukiwa umefikia mahali ya kumhisi mwenzio kwamba ni ndugu yako, lazima utakuwa na huruma. Kwa sababu hakuna yule ambaye asiyekuwa na, achana na hizi maumbile ama hisia ambazo zimeletwa na uovu na fikra mbaya na malezi mabaya, kiasi ya kwamba labda unaona kwamba si kweli, kwamba ndugu kumhurumia ndugu si kweli, mbona fulani kamuua fulani na nduguye. Lakini asili ya kimaumbile, ukitaka kujua hivyo, angalia watoto wanapokuwa ni wadogo.
hawajakuwa na zile hisia za kuwa mimi napendeza na hiki kuliko mwenzangu. Kama wakati huo waone ni ndugu hawa, uone namna anavyoweza kulia mwingine kwa sababu ya mwenzake. Kwa sababu gani? Ile asili ya kimaumbile hapo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwamba idh kuntum aadaan, wakati nyinyi mlikuwa maadui, mna uadui baina yenu. Huu ni maumbile ama ni enzi zile za kijahilia tumeshuhudia. Na sana sana wenyewe muarikhuna wanasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahutubia Waarabu kwa namna ya mila na desturi waliokuwa nayo. Yani maana yake nini? Wana mambo ya ajabu waliokuwa wakiyafanya, ambapo yote Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akayafuta mara. Akawaambia mbali na undugu katika maumbile ya ubinadamu, Uislamu unataka kila mmoja akae vizuri. Akae vizuri na mwenzake. Sasa wakati gani? Kwa sababu Waarabu walikuwa na uovu wa kupindukia. Ndio maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hiyo anasema kwamba mbali na kwamba mlikuwa maadui na Mwenyezi Mungu akazipatanisha nyoyo zenu, anasema baada ya hapo fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Na ndio tunaambiwa enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyokuwa tunazungumza juma iliyopita, kwamba watu mbele ya Mtume walionekana wakuhurumiana kwa wao, kiasi cha kwamba almuhajirun na ansaru walikuwa wanapendana kana kwamba ni watu walizaliwa na mama mmoja. Muhajirun au mansari wakawakaribisha muhajirun kwa hali zao zote. Wengine wakawapisha nyumba, wengine wakawapa vitu vya kutumia. Kila mmoja akawa anamuuliza mwenzake unahitajia nini. Ule undugu kadhibiti kabisa, ambapo ndio Uislamu unatakiwa. Kwamba undugu katika Uislamu unatakiwa, yani kwamba ndugu ya Muislamu akiwa na matatizo uyahisi kama ni wewe ndiye uliye na matatizo yale. Sasa kwa sababu gani? Asema Waarabu, yeye Mwenyezi Mungu asema kwamba wakati huo wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na wakati huo kwa hakika nyinyi mlikuwa mmefika kile cha hali ya juu katika uovu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani manake mlikuwa pembezoni mwa shimo la moto la adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani mlikuwa hamna kitu cha kuwaokoa tena. Watu wanasikana hai, al-qawiyu ya'kulu dhaif, yule mwenye nguvu ndiye ambaye yeye kwake kila kitu kwake ndio halali, mnyonge hana haki. Ikawa kwamba wakati huo ukimzaa mtoto wa kiume wewe unajifaharisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu utamlea aendeleze ile dhulma ambayo wewe ndio unaifanya. Na lao utamzaa mtoto wa kike, tena kwako unahisi kama ni fedheha. Ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwazungumzia Waarabu. Na wengine wakafikia mahali ya kuwa huyu sasa hata nifaa kwa vile ninavyohitaji, ataniletea udhaifu. Kwa sababu gani? Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa mimi ya kufedheheshwa ni kwa sababu yake yeye kama mwanamke, wengine wakiwazika wakiwa hai. Kwa hiyo unakuta kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya Uislamu wakawa wataokoka kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia wakadhalika yubayyinu Allah ayatihi la'allakum tahtadun, kwamba hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuelezea yani zile ishara zake ili tupate kuongoka. Ibadallah, na Uislamu si mtu
kusema kwamba mimi ni Muislamu tu. La. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia almuslimu, Muislamu, una bayani ya kwamba wewe ndio ujihukumu kwamba wewe ni Muislamu. Almuslimu man salima an-nas. Katika hadithi nyingine ni nyingi sana, lakini miongoni mwa hadithi hizo maneno yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man salima an-nas min yadihi wa lisanihi, ni yule ambaye watu hapa. Sasa katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam hakubainisha kwamba Waislamu wamesalimika na yeye. La, man salima an-nas, yani watu wamesalimika. Manake wewe ukiwa kama Muislamu unatakiwa uishi katika hali nzuri kwa mtu yoyote yule uliye karibu na yeye, ili mradi ni binadamu kama wewe. Na hapa katika ufafanuzi wa binadamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam ma salla ala Muhammad wa ali, anatubainishia ubinadamu. Asema kullu ibn adam yani khata'un au khata'in, binadamu wote ni wenye kukosea wote. Wa khairul khata'ina at-tawwabun au at-tawwabin, na wale ambao ni wazuri katika kukosea, kwa sababu kila mmoja anakosea, ni wale ambao ni wepesi, ni wenye haraka katika kutubu. Kwa hiyo Muislamu unatakiwa uishi vizuri. Huwezi kuwa Muislamu, hauwezi kuwa umekamilika katika imani yako kama aliye karibu na wewe hana amani juu yako. Utakuwa unakwenda kinyume na Uislamu na mafunzo yake Mwenyezi Mungu na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo ya maimamu alayhimussalam. Wewe Muislamu lazima awe na hisia juu ya Muislamu mwenzake kwamba amhurumie, kwamba ni lazima tuishi katika ule usawa, na hiyo ndio ukamilifu wa Uislamu. Na bali ya kuwa asema kwamba akatupigia mfano yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akatupigia mfano kwamba Muislamu ama muumini wa kihakika, anasema mathalul mu'minina, mfano wa waumini walio na imani fi tawaddihim wa ta'atufihim, katika kubadilishana kwao au mapenzi ya kupendana kwao na katika kuhurumiana kwao. Anasema watarahumihim, na katika kuhurumiana kwao. Mathalul jasad, mfano wa kiwiliwili kimoja, ila shtaka minhu udhwa tadai sair aljasad bisahri walhumma, kwamba ikiwa waumini ni mfano wa mwili mmoja, kwa hiyo ni mfano wa viungo katika mwili mmoja. Kiungo kimoja wewe pamoja na maumbile yako, lakini kidole tu kiwe na matatizo, hautalala, utakesha usiku mzima. Kwa hivyo utakuta kwamba ni watu wawe ni wenye kuhurumiana, na hatuwezi kuwa ni wenye kuhurumiana mpaka tuwe ni wenye kitu kimoja, ni wenye kupendana. Leo tunasema kwamba haya ndiyo mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na ametufundisha ndio tuweze kubakia katika usalama katika imani yetu, na katika maisha yetu, na katika maumbile yetu katika ulimwengu huu. Ndio maana akatuambia wa'tasimu bihablillahi jamia, ili tuweze kuishi katika ile kuhurumiana, ili tuweze kuishi katika kupendana. Kinyume chake ambacho tunasema kwamba uishilizo wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ilikuwa ni wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam yuko hai.
kuna maswali mengi ya Waislamu kuulizana. Nakumbuka wakati mmoja Ayatullah al-marhum Khomeini rahmatullahi alayhi alisema kwamba lao Waislamu wangewajibika katika kutoa zaka sawa sawa, wakawajibika katika kutoa khumsi sawa sawa, kusingepatikana mtu fakiri au masikini hata mmoja katika ulimwengu. Ni maneno ambayo labda pengine ukiyasikia na ukiyatazama utasema vipi ulimwengu mzima? Lakini ukweli ni kwamba Muislamu unatakiwa ujiulize kwamba kama kweli unamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli unamfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi atalala njaa Muislamu mwenzako wakati wewe umebakisha? Wewe umebakisha, yani maana umekula mpaka kimebaki, lakini ndugu huyo Muislamu siku hiyo amelala njaa. Mwingine anajijengea sababu ya kwamba mimi sikujua kwamba fulani hana kitu, lakini la hasha. Kwa sababu unaambiwa kwamba ukiwa kama Muislamu uhisabu kwamba una haki za majirani zako, watu 40 kulia, watu 40 mbele yako na nyuma yako na kushoto kwako. Hao ni majirani zako ambao wana haki juu yako. Sasa leo wewe ukisema kwamba mimi sijui nani Muislamu nani ama mfakiri nani ambaye amelala njaa, ukweli utatoa hoja hiyo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe na atuongoze katika haki. Udhaifu wa watu kutofuata sheria na wasia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ndio umetupelekea sasa hivi na dhulma ambayo zinaendelea katika ulimwengu mzima. Bila ikhtisar, kwamba juzi tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mambo ambayo yanakariri kila mmoja mitandao, tunaona namna watu wanatakiwa kujua Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuja na Uislamu ambao ni amani. Na amani hii ikathibiti katika maeneo yenye alikuwa anaishi, na ndio mafunzo yalishamili katika maeneo hayo. Uislamu ukawa unaenea katika sehemu mbalimbali ili watu wapate kufuata mila na desturi ya Uislamu, waishi namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotaka. Lakini angalia kwamba vipi imefikia mahali ubinadamu umegawanyika. Ukiangalia ulimwengu namna watu walivyougawanya, binadamu alivyougawanya ulimwengu, kuna ulimwengu wa Kiafrika ambao wanaita ulimwengu duni sana, kisha kuna ulimwengu wa Middle East, halafu kuna ulimwengu wa wenyewe wanaoita nchi zilizoendelea. Ukiangalia na ukitazama vizuri ni kwamba matatizo yanayotokea Afrika hayana nafasi katika nchi za Ulaya, hakuna nafasi. Matatizo yanayotokea katika nchi za Middle East ni kwamba hatuyaoni matatizo hayo katika nchi za Ulaya. Tuna nchi kwa mfano nchi ya China, nchi ya Urusi, madola ambayo yameendelea, yana upana sana, yana mwongozo mkubwa sana. Kwa nini kusiwe na matatizo kama ambayo matatizo yanayopatikana katika sehemu za katika Middle East, katika nchi za Arabu, katika nchi za Afrika? Kwa nini? Ila kwamba kuna mbinu za kucheza, na hii ndio imepelekea kwamba watu kuona kwamba maovu yanayofanyiwa watu wengine hayaonekani kuwa maovu.
Viongozi wangapi ambao wameona yale ambayo wamefanyiwa watu wa Palestina? Picha tunaziona sisi wengine ambao hatujafika, lakini mitandao iko wazi, tunayaona yale ambayo yanafanyika. Lakini yeye kama kiongozi ni kama anaona kwamba yule mwenyeji wa Palestina ni kama hana uasilia wa ubinadamu. Juzi tumekuwa na mauaji ya viongozi wengi sana katika dini ya Kiislamu. Mbona iwe ni kwamba kiongozi? Kwa nini? Na si kiongozi ambaye yuko katika nchi yenu, ni kiongozi ambaye yuko katika nchi yao. Lakini akiuawa yeye, mwingine aseme afadhali pia ameuawa huyo. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna haja ya watu kuelewa kwamba uhasama huu ni uhasama wa ubepari. Kwa sababu hata wale viongozi ambao hawaonyeshi ishara za kuonyesha ule ubinadamu, si kwamba ubinadamu hawana, lakini ni ule ubepari wa kwamba kama alivyosema Mswahili kwamba mwenye nguvu mpishi, kwamba yeye hataki kujua ubinadamu wako, anataka wewe utambue nguvu alionayo. Kwa hiyo utakuta kwamba hakuna sulhu katika ulimwengu huu isipokuwa ni Uislamu. Kwa sababu Uislamu ndio unaotufundisha kwamba uishi vipi na mwenzio, uishi vipi na jirani yako. Na hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha. Kuna haja ya wewe kama Muislamu ikiwa hautaweza kusema, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika Uislamu, sallallahu ala Muhammad, kwamba man raa minkumul munkara, mwenye atakayeona uovu katika nyinyi, faliyughayiruhu biyadihi, basi aubadilishe kwa mkono wake. Haya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, aubadilishe kwa mkono wake. Fa in lam yastati, na kama hataweza fabilisanihi, basi atumie ulimi wake, aseme kama haya mnayofanya ama haya mnayofanya hayafai. Wa in lam yastati fabiqalbihi, wadhālika adhafu al-iman. Basi na kama hataweza kusema, basi angao awe katika anahisia katika moyo wake na kuyachukia yale maovu ambayo yanafanyika. Na Mtume akatuambia hiyo ni katika udhaifu wa imani, yani kwamba hiyo ndio daraja ya mwisho katika udhaifu wa imani. Kwa hiyo ni juu ya Waislamu kuonyesha yale ambayo yanafanyika sio kuyasema sio. Kinyume na mtu kunyamazia, utakuwa masuuli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika mwongozo mwema, atuweke katika njia iliyo sawa, na yale maovu Mwenyezi Mungu atutenge nayo, na yaliyo sawa Mwenyezi Mungu atuongoze. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والورع عن المحارم والالتزام بما أمر به والاجتناب عما نهى عنهم. Waja waumini, na hisia nafsi yangu na kuhusieni nafsi zenu kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna kufaulu isipokuwa kwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunasema kwamba
masulia ya mja. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kullukum mas'ul wa kullukum mas'ul an ra'iyati, kwamba sisi sote tutaulizwa, na binadamu ana kiwango chake cha kuishi hapa duniani. Kwa hiyo ima umeyafanya ya sawa ama hukuyafanya ya sawa, una muda wako utatoka. Na wewe sio mfano tu wa kwanza, wewe ni mfano ambao ulitanguliwa na watu wengi sana. Ukifa kama maskini hauna kitu, wewe sio wa kwanza, kuna wengi walikutangulia ambao walitoka duniani hawana kitu. Ukifa ukiwa tajiri bilionea, una mapesa tu mpaka umeshindwa kuyaweka wapi, wewe sio wa kwanza, utakuta kwamba kuna wale waliokutangulia. La msingi ni wewe kujua kwamba utatoka vipi duniani. Hapa ndio yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Yani basi ya kweli ni wenye kuyatamani hayo mauti kama kweli nyinyi mnasema kweli. Na huwezi kuwa na karaha juu ya mauti kama hujajisahihisha. Kwa hiyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umuelekee, na ujue kwamba wewe muda wako ni mfupi tu duniani, na utatoka kama walivyotangulia na wakatoka, ila uishi kama anavyoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa yale mema na yale machache ambayo tunayafanya. Mwenyezi Mungu atutakabalie, atusamehe katika yale ambayo sisi tumeyakosea, atuongoze katika njia iliyo sawa, atuonyeshe njia iliyo dhalala. Mwenyezi Mungu tuepukane nayo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad